hiyo maisha ni maisha ambayo hakika unahesabia katika wafu. Maana mtu ambaye amekufa ama mtu ambaye amefariki, hakuna jambo lile ambalo anaweza kulifanya. Na tunapoishi katika maisha ambayo pia ni ya dhambi, kweli utaonekana mtu ambaye unatembea, utaonekana mtu ambaye umevaa vizuri, lakini katika maisha, katika ulimwengu wa kiroho, utaonekana mtu ambaye hauna sehemu huko. Ni kwa sababu njia zako hazimpendezi yule ambaye aliyekuumba. Mimi najua kwamba hakika mimi na wewe siku moja tuliishi hayo maisha, na ikwenda hata kama tuliishi hiyo maisha, pia unaweza jikuta katika tena, hata ukiwa katika njia hii, pia unaweza jikuta tena ukikaa katika hiyo maisha. Kwa hivyo bila kupoteza muda wetu, wacha tukapate kuingia katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili. Tutaanzia tu hapo mstari wa kwanza, ili tuone kwamba hakika ni kusudi gani ambalo Kristo alikuwa nalo kwa ajili ya kutuelekea wakati tunapoelekezwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Paulo, anapotupatia hakika uelekezo kwa ajili ya Kristo, ya kwamba maisha yetu yakapate kuwa katika njia ambayo itampendeza Mungu aliyetuokoa katika ule maisha, kwa yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi. Tunaweza anza kusoma mstari wa kwanza. Tunasoma kitabu cha Waefeso, mlango ukiwa wa kwanza kuanzia penyewe. Neno la Mungu linasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu, yes, kwa mapenzi ya Mungu. Ephesians chapter 2, Waefeso verse 1. Waefeso chapter 2 verse 1 inasema, nyinyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno linasema kuhusu ule mwanzo wako, kabla mimi na wewe hatujamjua Kristo, kuna maisha ambayo tulikuwa, kuna maisha ambayo tuliishi, kuna mambo ambayo tulifanya, mambo ambayo hakika kwa akili zetu tuliona tukiwa sawa. Tungetukanana, tungechokozana, tungepigana, hata kupitia katika hata mambo ya kunyang'anya. Tulifanya mambo ambayo hayakuwa mazuri, mambo ambayo yalikuwa ya kuchukiza. Na kwa sababu tunahesabiwa kwamba hakika katika hiyo maisha tulikuwa wafu, ni kwa sababu kama tungekuwa na uhai ule ambao tuko nayo kwa siku ya leo, hatungejikuta katika hiyo maisha. Mimi na wewe tunahesabiwa kwamba hakika tulifufuliwa kutoka katika hiyo maisha, ili tukapate maisha ambayo hakika inatia uhai ndani yetu. Na huo uhai ndio uhai ambao tuko nao katika Kristo Yesu.
Uhai ambao uko nao ni ule uhai ambaye hakika umekufanya mtu hakushurutisha ya kwamba hakika uje katika mahali hapa kumwabudu Mungu. Maana utapata kwamba hakika wale ambao hawana hiyo uhai, kusema ukweli, zile njia ambazo wameziendea si njia ambazo hakika hata mimi kama nitawekwa katika zile njia sitafurahia. Ama wewe utakapoambia kwamba hakika endea hii njia, hutaifurahia. Ni kwa sababu wewe ambaye umeshafufuliwa kutoka katika yale maisha ambayo ni maisha ya uovu, sasa umeingizwa katika maisha ambayo ni ya uzima. Sasa inakupasa kwamba hakika uenende katika hiyo maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, kabla mtu hajamjua Mungu, huishi maisha ambayo hakika hata wewe ukiangalia huwezi ukatamani. Na mostly wakati tunapotembea huanga tunaona some of our friends, na unaangalia yale maisha ambayo huyo mtu anakaa, mpaka unafika mahali unasema ya kwamba hapana, hii maisha hakika, hii ni maisha ambayo ni maisha ambayo hakika mtu ambaye amekata tamaa. Yaani uone uhai ndani yake, licha kana kwamba kuna uhai ambaye Mungu amempa, lakini kuna sasa uhai wa kiroho, uhai ambaye sasa unaweza jua mapenzi ya Mungu ni nini. Sasa hiyo uhai unapotazama unaona kwamba hakika huyu mtu ana huo uhai. Na angalia huo uhai ambayo nazungumzia, ati hiyo ndio uhai ambayo inaweza connect wewe na Mungu. Huo ndio uhai ambaye hakika utafanya kwamba hakika utembee katika njia ya Mungu. Maana mwenye hana hiyo uhai aweza akatembea katika njia ya Mungu, ataona njia ya Mungu ikiwa mlima kwake. Kwa hivyo wapendwa, neno linasema ya kwamba tulifufuliwa, na tulipofufuliwa tukapewa sasa uzima ambao hakika mimi na wewe tuko ndani yake. Uzima ambao unatuwezesha kwamba hakika tukapata kumkaribia Mungu. Maana mtu ambaye kuna ule uzima ndiye ambaye atakayekaribia Mungu. Yule ambaye hana huu uzima, ukweli ni kwamba hawezi akamkaribia Mungu. Maana yeye si wa hiyo njia yake ni ya huko. Kwa hivyo tunahimizwa na Paulo ya kwamba tumefufuliwa. Tulikuwa wafu, hatukujua mapenzi ya Mungu, hatukujua kusudi la Mungu kwetu, lakini kwa mapenzi yake Bwana, katika ule hali ambayo tulikuwa ndani yake, Bwana akatufufua, tukahesabiwa watu ambao tuko hai. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unaona ibada inafanyika ndani yako. Ibada hii kuna mtu ambaye aligharamia ya kwamba ibada hii ikawe ndani yako. Ibada hii ndio ambayo inayokubeba na hata kuona kwamba hakika hata nami nitamsongea Mungu nikapate kuwa na uhusiano ulio mzuri kwa ajili ya kumwelekea Mungu. Tumetoka katika maisha ambayo ni ya wafu. Maisha ambayo tunatembea ndani yake ni maisha ambayo sasa tuko na uhai, na hiyo uhai ni uhai ambayo hakika tumepewa na Mungu ya kwamba tutembee katika hiyo njia ili maisha yetu yakazidi kuwa mazuri. Inasema ya kwamba ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu apewe sifa. Hii dunia ambayo tunaishi, tunajua kwamba hakika tuko na yule ambaye hakika ametawala katika uovu.
Na wazi hata kama nimeokoka namna hivi, kama sitatambua ya kwamba hakika Yesu Kristo ambaye ameniokoa, ya kwamba nikatembea katika njia ambayo ni ya uhai wake, wakati nitaanza kutembea katika njia ambazo hazimpendezi, ikwenda nirudie ile njia ambayo nilikuwa nayo ambayo haikumpendeza Mungu. Ikwenda nirudie tu yale matendo ambayo nilikuwa nayo. Licha kana kwamba hata nitakuja katika nyumba ya Mungu na nisipozingatia ule uhai ambao umewekwa ndani yangu, hii inamaanisha kwamba hakika Yesu anaweza kuja katika nyumba ya Mungu. Lakini pamoja na kuja katika nyumba ya Mungu, naweza nikarudia tu zile hali zangu za kawaida. Ndio nitaonekana katika machoni pa watu ya kwamba hakika mimi ni Mkristo. Lakini mimi mwenyewe ndani yangu ninajua kwamba hakika kuna yale mambo ambayo hakika nilitenda zamani, lakini bado yamo katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kila ambacho najua, moyo wangu hawezi kuwa umebabana na mambo ambayo hakika ni ya kupigana na ule uhai ambayo Mungu ameweka ndani yangu, alafu nikuwe salama. Mpaka niamue kujua kwamba hakika hii njia nilikuwa ndani yake, pamoja na kwamba katika hii njia Bwana akanitoa kule. Na hii mambo wapendwa inasumbua watu. Kuna watu ambao pia wametolewa katika ile njia ya wafu. Yaani wafu wa matendo ambayo hayakuwa mazuri. Matendo yale ambayo hakika ni ya kuangamiza na hata kuwa roho. Lakini licha kana kwamba ametolewa kule, amesahau kujua kwamba hakika nilikuwa mfu, lakini sasa nimefufuliwa kupata uhai ambao utakao niwezesha kutembea katika njia ya Mungu. Mara nyingi utapata kwamba hakika hata huyo mtu ataenda katika nyumba ya Bwana, bado yale maisha ambayo alikuwa nayo ndani yake yatazidi kumsumbua licha kana kwamba anatakuja katika hii njia. Na mara ataendelea namna hivyo, na afike mahali naona kwamba hakika tena sina furaha katika hiyo njia ambayo hakika aliyokabidhiwa na Mungu. Wakati neno la Bwana linapotuambia kwamba kuna yule ambaye hakika ametawala anga ile ambalo tunaishi, na ametawala katika uovu. Maana yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba hakika mimi na wewe tukose kusimama kufikia malengo ya Mungu ambaye yeye ametufufua. Tujue kwamba hakika kutufufua kwake alikuwa na kusudi gani na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma mstari wa Turuki, soma mstari wa 4, the same book. Inasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema. Wapendwa, tulipoishi ile maisha kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, hakika akaona kwamba hakika huyu mtoto wangu hawezi kaendelea kuishi haya maisha ambayo anayoishi. Hawezi kuendea zile njia ambazo ulikuwa unaziendea. Bwana akakutoa, akakuletea uhai wake, ya kwamba hakika akuokoe na zile njia za upotovu. Kwa hivyo hiyo rehema ya Mungu, mimi na wewe tumeshawahi kaa chini tukajiuliza ya kwamba, ama ukajiuliza, ama mtu tu individual akajiuliza ya kwamba, nafahamu ya kwamba hakika siku moja mimi nilikuwa mtu ambaye sikufaa. Mimi nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na vituko. Mimi nilikuwa mtu ambaye nilikuwa katika njia ambazo hazikuwa nzuri. Lakini leo hii mimi ni mtu ambaye hakika naweza tembea katika njia, hata mtu akikutazama anaona kwamba hakika nimeona mtu tofauti na yule ambaye niliyeona wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni uzima
ambao Mungu aliweka ndani yako. Maana neno limesema ya kwamba mstari wa 4 ya kwamba lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Maana kwa huu upendo, wapendwa, Mungu hakutaka kwamba kila tuangamie katika hiyo maisha. Mungu hakutaka kwamba hakika wewe upotee katika hizo njia. Bwana akakuokoa ili utembee katika njia ambayo iko na matumaini. Na ndio maana unaona hakika mimi na wewe tunapatikana mahali hapa ili tumtumainie huyu Mungu. Tujue kwamba hakika kila ambacho alichoweka ndani yetu ni kitu cha dhamana kubwa mno. Ni kitu ambacho inafaa kwamba hakika hata mimi nione kwamba hakika ile hali ambayo nilikuwa ndani yake, Bwana akanitoa katika hiyo situation. Bwana akanipatia uhai wake. Nitafanya namna gani ili nikatembee katika hiyo uhai? Bwana zapewe sifa. Amen. Wapendwa, hapana cheza na hiyo uhai. Uhai ambayo hata ukitoka hapa ukienda hata iwe wapi ama hata kule kwenye umezaliwa, watu wanasema kwamba hakika tumeona mtu tofauti na yule ambaye tulimuona pale zamani. Maana wanapoangalia njia zako wanaona kwamba hakika njia zako ni njia ambazo sasa zinamuelekea Mungu. Kwa hivyo jua kwamba hakika, wapendwa, kila ambacho Mungu alikusababishia kwamba hakika utembee katika hiyo njia ya uzima, hiyo ndio njia ambayo itakayokufikisha kwa Mungu mwenyewe direct. Hebu soma, tufungue kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza mstari wake 5:12. Inasema waraka wa kwanza wa Yohana mlango ni wa 5 mstari wa 12. Yes. Naye aliye na mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu ana huo uzima. Bwana zapewe sifa. Amen. Tunaambia kwamba ati yeye aliye naye mwana anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Sasa unaona uzima huu ambayo mimi na wewe tumepewa, ya kwamba hakika tutolewe katika ile njia ambayo hakika tungehesabiwa watu ambao hawana uhai. Sasa tumepewa uzima huu, uzima ambao sasa unatupatanisha na Mungu mwenyewe direct. Na neno la Mungu linasema ya kwamba ati yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Sasa ili uwe na huyu mwana, sasa ndio kazi, na sio kazi ngumu. Maana ambaye kwanza ametangulia kukutoa katika wafu, yeye ndiye ambaye hakika amekupatanisha na huyu mwana. Kwa hiyo sasa ni wewe kuangalia kwamba hakika nitatembea aje ili nikapate kukaa ndani ya mwana. Maana ni mwana ambaye atakaye kusaidia kuwa na hii uzima ambayo tunaambiwa. Bwana asifiwe. Amen. Mwanzo nimesema kwamba hakika hakuna mama ambaye Mungu atambariki ya kwamba apate mtoto na kisha apata mtoto alafu amwachilie namna hivyo. Hapana, mpaka ampitishie kila step ambayo mtoto atapitia ili awe mtu mzima. Na neno la Mungu linasema ya kwamba anaye huo mwana ana huo uzima. Maana uzima huo uko ndani ya mwana, na kwa sababu uko na huyo mwana, basi na wewe utakosa huo uzima. Bwana asifiwe. Uhai utakuwa ndani yako. Hii inamaanisha kwamba hakika wakati nitakapomwacha Yesu Kristo nitembee peke yangu, hii inamaanisha kwamba hakika huo uzima ambao uko
ndani yake mimi nitaukosa. Na licha kana kwamba nitakuja katika nyumba ya Mungu, Yesu nitakuja. Lakini kwa sababu nimemsahau ama nimemkataa yule ambaye hakika hako na huo uzima, basi nitatembea mtu ambaye hakika tena hahesabiwi kitu. Nitatembea mtu ambaye huo uzima hauko ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo unaona njia vile iko rahisi. Ikiwa ndani ya Yesu niko na huo uzima. Wangu utakapotoka katika njia hiyo, uzima umeachana na mimi. Inamaanisha namna gani? Naanza kurudia yale mambo ambayo nilikuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Na hata niko na kia kwamba hakika mimi na wewe umenisaidia kuona ya kwamba hakika huyu ndugu alikuwa ameokoka. Lakini wakati alipoacha njia za Mungu, wakati alipoacha mwenye uzima, akarudia tu zile njia zake zile ambazo Yesu alimtoa ndani yake. Kwa hivyo wapendwa, kazi ambayo iko hapa ni kutunza sasa huyo mwana ambaye ako ndani yako. Maana huyo ndiye ambaye amebeba uzima wako. Huyo ndiye ambaye hakika atakaye kusaidia kutembea na hata kutafakari ya kwamba hakika ninafaa ya kwamba nifanye namna gani ili hiyo uzima nikapate kumaintain hiyo uzima ambaye ameweka ndani yangu. Bwana asifiwe. Naona muda unaenda, niko almost. Kwa hivyo ninajua kwamba hakika tunapatana katika hili fundisho. Wacha tukafungue kitabu cha John 15 verse 4. Tunasoma kitabu cha Yohana 15 mstari wa 4 mdogo. Yes. Neno la Bwana linasema, kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Yeah. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nyinyi msipokaa ndani yangu, msipokaa ndani yangu. Neno la Bwana linasema kwamba hakika linasema kwamba kukaa ndani ya Yesu. Amen. Neno la Bwana linasema kwamba hakika kukaa ndani ya mwana ambao tumepata kwamba katika kitabu cha waraka wa Yohana ya kwamba anaye huo mwana anaye huo uzima. Na huo mwana tukija katika kitabu cha John 15 verse 4 inasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Amen. Inamaanisha kwamba hakika wakati utakapokaa mbali na Yesu, inamaanisha kwamba hakika hakuna jambo nzuri ambalo litakuja kutoka kwangu. Na ninataka kwamba hakika jambo nzuri litoke kwangu mpaka nikae na huyu Yesu ambaye hakika amefanyika kuwa mti ambao ni wa uzima. Bwana asifiwe. Amen. Na watu nitakapoacha mwenye uzima na nitembee peke yangu, hii inamaanisha kwamba hakika nitashindwa. Na watu nitakaposhindwa, basi hiyo ndio kuanguka kwangu. Na unaona njia ni rahisi. Katika waraka wa Yohana tunaambia kwamba anaye huo mwana anaye huo uzima. Asiye na mwana, uzima uko ndani yake. Na katika kitabu cha Yohana tunaambiwa kwamba hakika kukaa ndani yake inamaanisha kwamba kama sitakaa ndani ya Yesu, hakuna jambo ambalo mimi nitafanya jambo nzuri. Utapata kwamba hakika kitabu kile ambacho tunaanza nacho Patience, kabla sijafufuliwa, si unajua tu hata kabla wewe hujafufuliwa kuna njia zile ulikuwa nazo. Kuna yale mambo ambayo ulikuwa nayo. Kumaanisha kwamba hakika wakati nitakapokataa kutembea katika njia zake Mungu, nitarudia tu yale ambayo nilikuwa nayo mwanzoni. Zile
nilifanya kabla sijafufuliwa nitaviendeleza, na ili nikapata kuepukana na hizi njia mbaya mpaka nikae ndani ya mwana. Wakati ninapokaa ndani yake ndipo nitakapopata mwelekeo kutoka kwake, ndipo hata na yeye atanishika mkono na kunitembeza katika njia yake, ndipo hata na yeye atanishauri na kunionyesha kwamba hakika hii njia sistahili kuiendea. Lakini wakati nitakapokaa mbali na yeye, inamaanisha kwamba hakika nitarudia yule ambaye tunaambia kwamba hakika mfalme wa ulimwengu huu, ule wa kuasi. Kwa hivyo unaona maisha ya Mkristo jinsi ilivyo. Ati ni maisha rahisi mno, tena ni maisha magumu mno, ya kwamba nimetolewa katika yule nimetolewa kwa mikono ya ule mfalme wa ulimwengu huu, na nikapewa uzima wa kumjua Mungu. Sasa kila ambacho ninafaa nijue, nitembee kwa mwenye uzima. Na watu kama mkataa mwenye uzima, inamaanisha kwamba hakika nitarudia yule mfalme wa ulimwengu huu. Na tunajua kwamba hakika, tunajua habari ya kwamba mfalme wa ulimwengu huu, tunajua pia kwamba hakika yeye hana jambo lililo nzuri kwa ajili ya kutuelekea. In fact, wanga anapiga picha ya kwamba hata akatutoe katika mapenzi ya Mungu, tukae watu ambao tuko mbali hata na tumaini la Mungu. Kwa hivyo wapendwa, najua sasa unaanza kujielewa ni njia gani ambayo itakana kwamba hakika ushike kabisa na mikono yako. Maana once utakapoacha hii njia, kuna mfalme wa ulimwengu huu ambao tumeambiwa ya kwamba kila kazi yake yeye ni kuleta maovu ndani ya moyo wako. Yeye kazi yake ni kuleta mafarakano na kukuambia kwamba kila hii njia haistahili. Hadi unaweza ona kwamba hakika Mungu alifufua vizuri, akatoa yale matendo mabaya ambaye alikuwa ndani yake, lakini pamoja na kumtoa huko hakujua kwamba hakika Mungu alikuwa na kusudi gani kwa ajili ya kuelekea maisha yake. Kwanza alipokaa na kuona kwamba ni kawaida, akarudia ile njia ambayo alikuwa nayo mara ya kwanza. Unapata kwamba katika maisha ya huyo mtu inakuwa destroyed, haiwezi kama maisha tena. Wapendwa, ukweli ni kwamba anapomalizia fundisho hili, Yesu anazungumza kwa ajili ya mimi na wewe ya kwamba tukae ndani yake. Maana once nitakapokaa ndani ya Yesu, nitapata nguvu ya kuomba, nitapata nguvu ya kusoma neno la Mungu, nitapata nguvu ya kujiepusha na mabaya ili nikatende yaliyo mema. Na once nitakapokataa kukaa katika ndani yake, hii inamaanisha kwamba hakika yale maovu ambayo nilikuwa nayo tangu kabla sijafufuliwa kutoka katika wafu wa mabaya, hii inamaanisha kwamba hakika nitazidi tu kuendeleza mabaya peke yake. Na umesikia katika kitabu cha waraka wa Yohana mlango wa 5 verse 12, na imesema ya kwamba hakika aliye na huyo mwana anao uzima, na asiye na huyo mwana, hii ni wazi ya kwamba uzima haupo ndani yake. Kwa hivyo wapendwa, najua napotamatisha, napokaribisha mtumishi wa Mungu ya kwamba akapata kuendelea, maana ni introduction ya mwezi huu, mimi na wewe tujua kwamba hakika ni lengo gani ambalo Mungu ako nalo kwa ajili ya maisha yetu. Maana Mungu anatupenda. Tumesikia kwamba hakika yeye ni mwingi wa rehema, na kwa sababu ya wingi wake wa rehema ilifanya akaniokoa na akakuokoa wewe, ili tutembee katika njia hii, ili tukapate uzima ambao tunaahidiwa. Na angalia, the only way ya wewe kufika katika mbinguni
ni hiyo uzima ambayo tunaambiwa. Wakati utakapokaa ndani ya mwana, wakati wewe utakapokaa ndani ya mwana, hii inamaanisha kwamba hakika mwana naye ambaye ndio anasema kwamba hakika amekaa katika mkono wa kuume wa Baba, naye atakuvuta hata na kupeleka katika ile uzima ambaye amekwisha kuandalia. Mungu amana wabariki. Tukasimame tunapokaribisha